waandishi wa habari, mnamo tarehe 12 mwezi wa 4 2019, ofisi ya TAKUKURU wilaya Kasulu ilipokea taarifa kutoka kwa raia mwema akieleza kuwa Bi Neema Fredrick Moshi ambaye ni mhudumu wa afya katika halmashauri ya wilaya ya Buhigwe anatumia cheti cha taaluma cha kidato cha 4 yaani NECTA cha ndugu yake anayeitwa Grace Fredrick Moshi ambaye alifariki tangu tarehe 4 mwezi wa kwanza 2018. Mtoa taarifa alieleza kuwa mtuhumiwa hakuwahi kuhitimu hata elimu ya msingi kwa kuwa alikuwa amefukuzwa shule kwa sababu za utoro, na hivyo hata darasa la 7 hakuhitimu, lakini alikuwa anatumia cheti cha form 4 cha ndugu yake ambaye anaitwa Grace Fredrick Moshi. Baada ya kupokea taarifa ile, tulifanya uchunguzi na kuthibitisha makosa manne. Kosa la kwanza lilikuwa la kujifanya mtu mwingine kinyume na kifungu cha 369(1)(a) na 35 vyote vya sheria ya kanuni ya adhabu, lakini makosa tulimkuta pia na makosa mengine mawili ya kujifanya mtu mwingine aliyeandikwa kwenye cheti kinyume na kifungu cha 371 na 337 na cha sheria ya kanuni ya adhabu, na kosa la 4 lilikuwa ni kugushi vyeti kinyume na kifungu cha 333, 335B na 337 vyote vya kanuni ya adhabu cap namba 16 ambayo ilirekebishwa mwaka 2002. Mnamo tarehe 28 mwezi wa 11 2023, ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Kasulu kupitia waendesha mashtaka waliendelea na kumfungulia kesi mtuhumiwa Neema Fredrick Moshi katika mahakama ya wilaya ya Buhigwe yenye namba 38706 ya 2023. Kesi hiyo iliendelea kuendeshwa katika mahakama hiyo ya wilaya ya Buhigwe, na mnamo tarehe 16 mwezi wa 12 2024, mtuhumiwa Neema Fredrick Moshi alikutwa na hatia ya kutenda makosa manne na kuhukumiwa adhabu zifuatazo. Kosa la kwanza ambalo alikutwa nalo lilikuwa ni la kujifanya Grace Fredrick Moshi kinyume na kifungu cha 369(1)(a) na 35 cha sheria ya kanuni ya adhabu, na katika kosa hili alifungwa miaka 2. Tukumbuke kwamba jina lake yeye ni Neema, lakini yeye akajifanya kuwa Grace. Kwa hiyo hilo lilikuwa kosa la kwanza. Kosa lake la pili ambalo alikutwa nalo na hatia ni la kujifanya Grace Fredrick Moshi aliyeandikwa kwenye cheti cha elimu ya sekondari chenye namba S0912-0024 ambacho ni cheti cha tunaita academic certificate cha Grace Fredrick Moshi kinyume na kifungu cha 371 na 337 cha sheria ya kanuni ya adhabu. Katika kosa hili alihukumiwa kifungo cha miaka 7. Kosa la tatu ambalo alikutwa nalo la kujifanya Grace Fredrick Moshi ambaye ameandikwa kwenye cheti cha kumaliza elimu ya sekondari yani living certificate iliyotolewa na shule ya sekondari Bongwe. Katika living certificate hii yeye akawa anaitumia akisema akieleza kwamba yeye ni Grace Fredrick Moshi na kwamba hicho cheti ni cha kwake. Katika kosa hili alifungwa kifungo cha miaka 7. Kosa la 4 ambalo alikutwa nalo ni la kugushi vyeti vya kumaliza elimu ya sekondari vilivyotolewa na shule ya sekondari Bongwe, yaani vyeti vyote viwili. Sasa kumbukeni, ukimaliza form 4 kuna vyeti viwili. Kuna cheti cha taaluma ambacho tunaita academic certificate na kuna living certificate inayokuonyesha kwamba wewe umehudhuria miaka 4 kwenye shule hiyo.
Kwa vyeti vyote hivi viwili vilikuwa na majina ya Grace Frederick Moshi, lakini yeye ni Neema akawa anavitumia akisema kwamba yeye sasa ndiyo Grace Frederick Moshi. Katika kosa hili sasa la 4 la kugushi vyeti vyote viwili, alichofanya aliondoa na picha iliyokuwa imewekwa kwenye hivyo vyeti na akaweka picha yake, na vile vile akatafuta na muhuri wa kugushi. Kwa maana hiyo akawa sasa anavimiliki yeye hivyo vyeti vyote viwili. Katika kosa hili amehukumiwa pia kifungo cha miaka 7. Kabla ya hukumu haijasomwa siku hiyo, mtuhumiwa alitoroka na kutokomea kusikojulikana. Ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Kasulu pamoja na ofisi ya mkoa wa Kigoma pamoja na ofisi ya makamu makuu tumekuwa tukimtafuta kwa muda mrefu huyu Neema au Grace lililopo kwenye cheti, lakini hakuwa anapatikana. Akipigiwa simu hapatikani. Tukimtafuta kupitia ndugu zake hawajui alipo. Lakini kwa bahati nzuri kupitia chombo chetu cha makao makuu walifanikiwa kumdaka huyu Grace au Neema Moshi kwa njia mbalimbali, na hatimaye tarehe 4 mwezi wa 3 walimdaka akiwa amejificha mtaa wa Buza wilaya ya Temeke mkoa wa Dar es Salaam. Baada ya mtuhumiwa kukamatwa, alisafirishwa hadi kuletwa mpaka Buhigwe kwa ajili ya kwenda kusomewa hukumu. Leo jana tarehe 6 mwezi wa 3 amefikishwa tena katika mahakama ya wilaya ya Buhigwe na kusomewa hukumu yake. Nadhani mlikuwepo kule mahakamani, mmesikia hukumu. Amefungwa miaka mingapi? Miaka 7, kwa sababu haya makosa yanakwenda pamoja. Kama utaona, kosa la kwanza lilikuwa na miaka 2, kosa la pili lilikuwa na miaka 7, kosa la 3 lilikuwa na miaka 7 na la 4 lilikuwa na miaka 7. Adhabu zinakwenda pamoja, miwili iko ndani ya 7. Kwa hiyo ndio maana mahakama imesema atumikie miaka 7 kwa makosa yote manne. Wito wetu kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma. Kwanza tunatoa shukurani kwa wadau wote kwa ushirikiano wanaoendelea kutupatia katika shughuli zetu za kuzuia na kupambana na rushwa, na tunawaomba waendelee na moyo huo wa kizalendo. Aidha, natoa wito kwa wananchi tena wa mkoa wa Kigoma na watumishi wa umma na Watanzania kwa ujumla kuto kujihusisha na vitendo vya rushwa, kuto kuisababishia serikali hasara na matumizi ya vyeti vya watu wengine, ili tusiipe taasisi mzigo na tusiipe serikali mzigo. Kumbukeni kwamba huyu alikuwa anatumia cheti cha mtu mwingine, lakini pia alikuwa analipwa mishahara kwa muda wote huo ambao alikuwa mtumishi wa halmashauri. Alikuwa akilipwa mishahara wakijua yeye anaitwa nani? Grace. Lakini kumbe yeye sio Grace. Grace ni mtu mwingine, alishafariki siku nyingi. Sasa namna ile kwa kweli tunatakiwa tujiepushe na vitendo kama hivyo. Ikitokea umefanya makosa kama hayo na tukapata taarifa, tunaendelea kufanyia kazi na tunakufikisha kwenye mikono ya sheria. Kwa tunawaomba wananchi wasifanye hivyo. Kama unahitaji kusoma, soma, upate vyeti vyako halali, uajiriwe halali. Haya mambo aliyoyafanya Grace mnayaona, na vile vile yanatia pia yanavunja moyo kwa wale ambao kweli wamesoma. Unajikuta sasa kumbe unaweza ukafanya na kazi na mtu ambaye hajasoma. Maana yake hata kile anachokitoa cha utaalamu ni cha uongo, hana taaluma nacho na hakijui. Sasa namna hii ndio maana tunakuta hata kazi zinapotoshwa, na hata anapofanya kitu kinakuwa sio yani cha kutumia akili na taaluma yake. Aidha, tunatoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Kigoma kutoa taarifa za vitendo vya rushwa mapema pale vinapotokea, na au kufika ofisini kwetu kutupa taarifa, aidha kwa kupiga simu. Kuna ile namba yetu 113 unaweza mkapiga, au unaweza ukatuma hata message kwa kuweka #113 ambayo haina gharama kwa mwananchi
lakini inalipiwa na serikali kwa ajili hiyo. Kwa tunaomba mtoe taarifa ili zitusaidie sisi katika kufanyia kazi. Msikae mnalalamika pembeni. Kama unaona kuna watu wanafanya mambo ya namna hii, basi tuletee, kwa sababu imagine angekuwa ndio yuko hospitali anachoma watu sindano, hana taaluma, ina maana anaweza akasababisha hata vifo, si ndio hivyo? Kwa hiyo tunaomba kama kuna watu wa jinsi hiyo, tuleteeni taarifa tuweze kuzifanyia kazi. Sisi TAKUKURU tunasema kuzuia rushwa ni jukumu lako wewe na la kwangu pia, tutimize wajibu wetu.